السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ibn Aziz anasema katika dunia hii mikutano inayofanywa inakuwa na malengo mbalimbali. Mikutano mingine inafanywa kwa ajili ya kushauriana. Katika kikao kile watu wanazungumza kuhusu masilahi ya dunia. Hata kama ushauri ule unakuwa kwa ajili ya kuendesha serikali au inakuwa ushauri wa wanasiasa au inakuwa kikao kuhusu kushauriana kuhusu biashara au kikao kile kinakuwa kwa ajili ya kushauriana kuhusu michezo mbalimbali na sherehe mbalimbali. Na kwa ajili ya mambo haya baadhi wakati vikao mbalimbali vinafanywa na makamati mbalimbali zinaundwa kwa ajili ya kupanga mipango ya sherehe mbalimbali. Watu wanajumuika, wanakaa pamoja na wanashauriana. Ilmuradi vikao ya aina hii vinavyofanywa vinakuwa kwa ajili ya masilahi ya dunia. Vikao hivi havifanywi kwa ajili ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Hata kama kikao kinafanywa kwa ajili ya kuboresha hali ya watu, kikao kile pia kinakuwa kwa ajili ya dunia. Katika kikao kile pia watu hawatafuti ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Lakini kuna vikao vingine ambavyo vinafanywa kwa ajili ya dini tukufu, ambavyo vinafanywa kwa ajili ya kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, vinafanywa kwa ajili ya kupanga mpango ili watu waweze kuja karibu na Mwenyezi Mungu. Au vikao vile vinafanywa kwa ajili ya kuboresha hali ya kiroho. Na wale wanaoshiriki vikao vile wanashiriki kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Ilmuradi lengo la vikao hivi vinakuwa hili tu, kwamba tukifanya kazi yoyote na tukipanga mpango wowote na tukipanga mipango yoyote katika vikao hivi, lengo lake liwe kutafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu.
na sisi tujaribu kuepukana na maovu na ufedhuli, na vikao vya aina hii vinapendwa na mwenyezi mungu, ऐसी मजालिस हैं na matokeo ya vikao vya aina hivi vinapatikana katika dunia hii, और ऐसी मजालिस के नताइज na wale wanaohudhuria vikao vya aina hii और ऐसी मजालिस में शामिल होने वालों को अल्लाह mwenyezi mungu anawajaalia baraka zake hata baada ya kufa kwao. Basi ni jukumu la mwaminio, बस एक मोमिन का काम है hata kama yeye anakaa pamoja na familia yake au anakaa katika kikao huko nje, बच्चों के साथ है कि घर से yeye aendelee kufanya juhudi ya kutafuta ridhaa ya mwenyezi mungu, अल्लाह ताला की रजा na yeye aendelee kufikiria kwamba namna gani tunaweza kuboresha hali yetu ya kiroho, को किस तरह संभालना और बेहतर करना, namna gani tunaweza kuboresha hali yetu ya kiroho na hali ya waaminio wengine wenzetu. किस तरह बेहतर करना। Mwaminio ambaye anakaa katika kikao cha dunia, mwaminio katika kikao kile pia anamkumbuka mwenyezi mungu. खाली नहीं होती, Wakati anapofanya mambo ya dunia, yeye anajaribu kuepukana na maovu, लघवियात hata kama yeye anafanya shughuli za dunia. Katika hali hii pia yeye hamsahau mwenyezi mungu, bali anaendelea kumkumbuka yeye. अल्लाह ताला की याद और जिक्र उससे नहीं भूलता। Katika hafla za dunia, दुनियावी कामों की मजालिस में भी udanganyifu na kuhusu और दूसरी mambo ya kuhusu fikira ya kunyang'anya mali ya watu wengine, mambo haya hayazungumzwi katika kikao cha waaminio. दुनियावी काम कर रहे Kama siku hizi mambo haya yanazungumzwa katika vikao vya wanasiasa na watu wa dunia, और दुनियादारों की मजालिस में बातें होती हैं, बल्कि bali waaminio wanazingatia kila wakati uchamungu na ridhaa ya mwenyezi mungu, na mwaminio anatakiwa awe na mwenendo wa aina hii, kwamba yeye azingatie kila wakati ridhaa ya mwenyezi mungu. हर वक्त मद्देनजर रखे। Hazur anasema kwamba ndani ya Qur'ani tukufu mwenyezi mungu aliwasihi waaminio kuhusu vikao hivi. Katika nasaha hizi mwenyezi mungu anasema kwamba waepukane na maovu na dhambi और बगावत से na wasimuasi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wao wanatakiwa wafanye vikao vya kuzingatia uchamungu. Lakini bahati mbaya siku hizi, nasikitika kwamba siku hizi vikao vingi vya waislamu ni kinyume na hali hii iliyoelezwa ndani ya Qur'ani tukufu, na vikao hivi vinafanywa kwa ajili ya kuangamiza waislamu wenzao. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhallazina amanu idha tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwani wa ma'asiyati rasuli wa tanajau bil birri wat taqwa wattaqullaha allazi ilayhi tuhsharun. Enyi wale walioamini, कि वो लोगों जो ईमान लाए हो, wakati mnaposhauriana, wakati ule msishauriane kuhusu dhambi na uasi wa nabii. Ndiyo, सरकशी mnatakiwa mushauriane kuhusu uchamungu na mwema, na mnatakiwa muogope mwenyezi mungu, की और तकवा kwake mtarudishwa. अल्लाह से डरो जिसके हुजूर Hazur anasema, lakini kama nilivyosema, waislamu wamesahau amri hii ya mwenyezi mungu. मैंने कहा Wao kwa sababu ya kuwa na mfarakano, hali hii imezidi sana. आपस की फूट ने Mwenyezi Mungu amesema sifa ya mwaminio ni kwamba ruhamao bainahum, wao wanapendana, कि रहमाओ बहना कि आपस में मोहब्बत lakini sisi tunaona hali ni kinyume na ana hali hii, yani hali inafanana na makafiri badala ya waaminio. Mwenyezi Mungu alisema kuhusu makafiri, kulubuhum shatta, yani mioyo yao ni yenye ikhtilaf. उनके दिल
wao wanashauriana na wenzao na vile vile wasiokuwa waislamu kwa kufanya और गैरों के साथ kwa kufanya biashara ya siri wanaenda kinyume na amri za mwenyezi mungu na vile vile wanaenda mbali na ucha mungu na wao hawana hofu ya mwenyezi mungu. Mungu anasema अल्लाह ताला का mnatakiwa mwogope mwenyezi mungu ambaye mtarejea. अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह से डरो, Kule तुम इकट्ठे किए जाओगे, वहाँ हुकूमतें और बादशाहतें और दौलतें mali ya dunia na vile vile msaada wa falme hautafaa, शीतबाज काम नहीं आएगी। कोई बड़ी ताकत वहाँ अल्लाह ताला na hakuna yeyote ambaye anaweza kuwaokoa katika adhabu ya mwenyezi mungu और तकवा से दूर हटने की सजा से नहीं बचा सकेगी। असल में wale ambao फिर दुनिया walimsahau mwenyezi mungu na walianza kuangukia dunia, hali yao ni ya aina hii kwamba hawa ni wale watu ambao hawana imani juu ya mwenyezi mungu wala hawana yakini juu ya allah, ilhali यकीन खत्म हो गया। ikiwa wangekuwa na yakini na imani juu ya mwenyezi mungu katika hali hii, hali inayopatikana ya wanasiasa, hali hii isingepatikana, wala सियासतदानों और लीडरों की हालत होती है। hali ya maulamaa pia isingekuwa ya hali hii ambayo inaonekana siku hizi. Kwa vyovyote katika zama hizi ni jukumu letu sisi बहरहाल इस जमाने में wanajumuiya ये हमारा फर्ज बनता है tujitakase katika fikira za aina hizi से जहाँ na tuboreshe uchamungu wetu mioyoni mwetu. Pamoja na hii yote, अपने अंदर बढ़ाएं, wale watu जिनकी ambao wamejenga mahusiano na hawa maulamaa wa Kiislamu, गैरअहमदी मुसलमानों तक और ताल्लुकात हैं, wao kadiri ya uwezo wao, ikiwa wanaweza kuwaelimisha hawa waislamu, natakiwa waelimishe hawa waislamu na maulamaa कि तुम्हारी kwamba hii hali yenu itawafanyieni kuwa watumwa wa wasiko waislamu, na zaidi ya hayo ni kwamba mtapata adhabu ya mwenyezi mungu. Dunia ambayo mnafuata, dunia ile pia itakosa kutoka kwenu, na dini tayari umeshawahi kuacha, sasa dunia pia hamtaweza kupata. Sasa ni wakati wa बस kupata hofu ya mwenyezi mungu na kumcha yeye, pengine mtakosa kila kitu. और तकवा दिलों में पैदा करो, वरना सब कुछ हाथ से जाता रहेगा। Katika mikutano ya dunia kuna kikao cha UNO, na hivi karibuni kikao chake kilifanywa na rais wa Marekani alitoa hutuba yake, इजलास हुआ, अमेरिका के सदर की तकरीर थी। na waandishi wa habari ya Ulaya wao pia wameandika kuhusu hutuba ya rais wa Marekani kwamba kwa kupitia hutuba yake, badala ya kupatikana amani na usalama, kuna hatari kwamba fitina itapatikana zaidi. Hata wengine wameandika waziwazi katika makala yao, labda kwa kupitia hutuba hii watu wa Saudi Arabia, watu kadhaa wamefurahi, pengine watu wengine wote खुश हुए हों, वरना इंतहाई walikasirika, na hutuba hii ilikuwa sababu ya kuwasha moto wa vita. Kwa hiyo waislamu wanatakiwa wazingatie amri ya mwenyezi mungu, na wanatakiwa waepukane na wajiepushe na fitina ya kila aina. और हर किस्म की फितना और फसाद से बचना चाहिए। बहरहाल Hazur anasema mimi nilieleza hapo awali ni hali ambayo inapatikana duniani, lakini sisi tunatakiwa tuzingatie hali zetu. को भी जायजा लेते रहना चाहिए। Tunatakiwa हमेशा याद रखना चाहिए tukumbuke kwamba shetani haitaridhika jumuiya ipate maendeleo. होगा Shetani sawa na maumbile yake शैतान ने na sifa yake फितरत के मुताबिक itaendelea kuleta fitina na ikhtilafu ndani yetu. और फूट डाल Basi wale watu ambao baadhi wakati wanakaa pamoja katika vikao mbalimbali, लोग जो बाज़ दफ़ा इकट्ठे होकर बैठते हैं, wao wanazungumza kuhusu nidhamu ya jumuiya
na kuhusu mambo mbalimbali ya jumuiya मुल्क के निज़ाम जमात के मुतालिक बातें करते हैं. na wanazungumza kinyume na nidhamu. Hawa watu baadhi wakati wanadanganywa na shetani, wanatelezwa na shetani, kwa sababu shetani kazi yake ni kuwateleza watu kwa kuwa mwenye horoma. Kwa hivyo baadhi wakati watu इसलिए ऐसी मजलिसों में wa aina hii pia wanaungana naye ambao si kinyume na nidhamu ya jumuiya, निज़ाम के खिलाफ lakini wao बल्कि जमात kwa sababu वो समझते हैं कि फितना पैदा करने वाला तो नहीं समझते. kwa sababu ya udanganyifu wa shetani, wao wanaona shetani anayosema ni sahihi na inatakiwa anayosema sawa na agizo lake. Tujaribu kurekebisha hali. इस्लाह की ज़रूरत है. Ikiwa hali ya aina hii inapatikana, basi inatakiwa taarifa iletwe kwa halifa badala ya kufanya vikao hapa na pale na kuzungumza mambo yasiyo na maana, kisha kuzungumza बातें करना mambo kama ni mambo haya ni yasiri sana, जैसे na kuzungumza kama yeye anahurumia sana jumuiya. Hii ndiyo ni दर्द रखते हुए बातें की जा रही हैं. amali ya shetani, और गुनाह na hii vile vile ni dalili ya kuwa mbali na uchamungu na hofu ya Mwenyezi Mungu. Basi Mwenyezi Mungu amewaonya waaminio wasikae katika vikao vya aina hivi. अल्लाह ताला ने Ikiwa mtu analeta malalamiko dhidi ya kiongozi yeyote au amiri, basi inatakiwa malalamiko iletwe makao makuu au halifa mtukufu ajulishwe. Baada ya kufanya kazi ile, kazi ya yule mwanajumuiya inakwisha. Sasa ni kazi na jukumu la halifa, yeye ataamua namna gani kuhusu jambo lile au atarekebisha lile jambo vipi. को किस तरह देखना है. Ndiyo, kila mmoja anatakiwa aendelee kufanya dua. Kila mwanajumuiya anatakiwa afanye dua kwa moyo wake wote kwamba Mwenyezi Mungu दर्द के साथ aondoe uovu wa kila aina katika jumuiya, na Mwenyezi Mungu atupatie wale watu ambao ni wacha Mungu na wanajitolea sana. चलने वाले और काम करने वाले Basi kila mmoja anatakiwa akumbuke na saa hii muhimu sana. Kadiri jumuiya itaendelea kupata maendeleo, यूं यूं जमात को shetani pia ataendelea kufanya kazi zake. देता जाएगा और दे रहा है. Shetani ni yule aliyesema siku ya kwanza शैतान ने तो पहले दिन से ही na alichukua ruhusa kutoka kwake kwamba yeye के सामने इस बात का इजहार कर दिया और इजाजत ले atafanya kazi ya kuwapoteza waaminio na wanadamu. मोमनों को बहकाने का काम करेगा. Ikiwa wapinzani wanafanya mipango na njama dhidi ya jumuiya, जहाँ खुलकर जमात की मुखालफत के मंसूबे pamoja na hii, kwa jina la huruma, wale ambao wana iman dhaifu kwa ajili ya kutia fitina ndani yao, wanaungana nao, wanajaribu kujenga urafiki nao. Basi kila mwanajumuiya anatakiwa awe mwangalifu sana. Mwenyezi Mungu akoe jumuiya katika fitina ya nje na ndani, हर अंदरूनी और बैरूनी फितने से बचाए हमेशा. na Mwenyezi Mungu atujalie tukae katika vikao vya uchamungu badala ya kukaa katika vikao vya dhambi na uasi na vikao ambavyo havina uchamungu. रसूल की नाफरमानी और तकवा से Halifa mtukufu ayyadahullah taala anasema kwamba kuhusu hali ya vikao mbalimbali, किस्मों के Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa maagizo, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बात na vile vile Sayyidina alayhi salatu wassalam pia alitoa nasaha kadhaa. Mimi nataka kueleza sasa hivi nasaha hizi kwa kueleza kwamba hafla ya maaminio inatakiwa iwe ya aina gani. Ikiwa hafla ile si ya aina ile ambayo inakuwa sawa na sifa ya maaminio, katika hali hii mtu wa maaminio anatakiwa afanye nini? Kuhusu hii Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema, रद्द-ए-अमल दिखाना चाहिए. dini yetu ni hii na hii inatakiwa iwe mwenendo wa mwaminio, kwamba yeye anapozungumza azungumze vizuri, yeye asikae kimya. Wakati mnapoona katika hafla fulani
watu wanafanya dhihaka dhidi ya mwenyezi mungu na mtume wake, basi mnatakiwa muinuke na mwondoke, msikae pale, au mnalazimika kutoa jibu vizuri katika hafla ile. yaani huzuri anasema ni mambo mawili, hakuna jambo lingine lolote ikiwa mtu ni mwaminio haswa. ya kwanza ni kwamba yeye atoe jibu au yeye aondoke asikae pale. Na amesema sinam alah salam kwamba njia tatu ni kuwa ya unafiki, yaani mtu aendelee kukaa pale na aendelee kuwafiki na wale watu ambao wanazungumza, yaani yeye anaendelea kukaa katika hafla ile, na vile vile kwa sababu ya kuwa na hofu ya wale watu anaendelea kuungana na wale watu. Na kisha kwa baadhi wakati anasema kwa sauti ya chini sana kwamba sio hivyo, bali ni kitu kingine, si ile ambayo mnasema. Hii ni dalili ya unafiki, yaani yeye hasemi waziwazi na si mwenendo wa mwaminio. Basi hii ndiyo ni hali ya mwaminio katika hafla ambapo dhihaka inafanywa dhidi ya dini tukufu, au watu wanafanya mipango na njama dhidi ya dini, au watu wanazungumza mambo yanayoleta wasiwasi moyoni mwa watu. Katika hali hii mwaminio mwenendo wake ni kwamba ikiwa anasikia watu wanazungumza dhidi ya nidhamu na dhidi ya mtume, basi yeye ajibu waziwazi. Na mwaminio anatakiwa awaambie kwamba ikiwa nyinyi mnayosema ni sahihi, basi halifa yupo, pana nidhamu ipo, mnaweza kumwarifu na kumjulisha, lakini si vizuri kukaa hapa na kuzungumza mambo haya. Ikiwa mtu anaendelea kukaa katika kile kikao na yeye anatoa ajibu kwa sauti ya chini sana, hasemi waziwazi kuhusu yule mtu, mtume sallallahu sayyidina alayhi salatu wasalam amesema kwamba hii ni dalili ya unafiki wake, na mwaminio hatakiwi awe na tabia ya aina hii. Na kuhusu dini na nidhamu ya jumuiya, yeye haitakiwi yeye aende kinyume na ghaira yake, na ghaira inakuwa ya aina mbili. ya kwanza ni kwamba atoe majibu waziwazi, na njia ingine ni kwamba yeye aondoke, asiendelee kukaa pale. Na hii ndiyo ni njia ambayo Mungu alitufundisha, na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alieleza maelezo yake pia. Katika riwaya moja inapatikana sahaba moja alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema, ewe mtume sallallahu alaihi wasallam, unisihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, umche Mwenyezi Mungu. Wakati unapokaa katika kikao cha taifa lolote na mnakuta wale watu wanazungumza kuhusu mambo ya mema, mambo ya dini, wao hawazungumzi kuhusu fitina na ufisadi, basi uendelee kukaa katika kikao kile. Lakini wao wanapozungumza mambo ambayo wewe hupendi, basi uache kile kikao na uondoke. Mtume sallallahu alaihi wasallam alieleza hii pia kwamba kikao cha aina gani ni kile ambacho mwaminio hatakiwi akipende, yaani kile kikao ambamo watu wanazungumza dhidi ya nidhamu ya jumuiya na kuhusu jumuiya, basi kule mtume sasa amesema usiendelee kukaa. Hazur anasema kwamba katika riwaya moja inapatikana, Hazrat Abdullah bin Abbas anasema mtu mmoja alimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi tukae hafla za watu gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ukae pamoja na wale watu ambao kwa kuona wale watu umkumbuke Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ya mazungumzo yao elimu ya dini inaongezeka, na wale ambao vitendo vyao vinakukumbusha akhira. Basi huu ndio ni mwelekeo ambao mwaminio anatakiwa zingatie wakati kukaa katika kikao. Yaani mtu yaani mwaminio apende kikao ambacho Mwenyezi Mungu anakumbukwa na heshima ya dini tukufu ya Mwenyezi Mungu inazungumzwa, na kule elimu ya mtu inaongezeka. Hazur anasema siku hizi kila mwanajumuiya anatakiwa aongeze elimu ya dini yake kwa ajili ya mahubiri
na kwa ajili ya malezi pia. Mambo haya ni muhimu, yani elimu ni muhimu, na vile vile mambo haya ni yanatukumbusha kuhusu akhira pia, na mtu anaendelea याद दिलाती हैं kukumbuka इंसान को kwamba starehe ya dunia si kila kitu, दुनिया की mali ya dunia si kila kitu, bali इस दुनिया की दौलतें lengo haswa linatakiwa liwe ridhaa ya Mwenyezi Mungu. उनके खुदा ताला की रजा असल मकसूद होना चाहिए एक मोमिन का। पहली हदीस की वजाहत Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ikiwa vikao ni kwa ajili ya dunia tu, mwaminio hatakiwi yeye apende vikao vile, bali asikae kule, anatakiwa aondoke. Ikiwa sisi tunazingatia na saa hizi, basi katika hali wakubwa wetu na vijana wetu wanaweza kuipukana na maovu mengi na fitina nyingi. बहुत सी बुराइयों से बच जाए, बहुत से फितनों से बच जाए। Vile vile kuna aina ingine ya vikao, na katika vikao hivi vijana wanakaa wanahudhuria, na vikao hivi ni ya sherehe, na जो फन के vikao hivi vinafanywa kwa sababu ya kuwa na athari ya nchi za Ulaya, na baadhi wakati vijana wetu pia wanaanza kufanya vikao vya aina hivi, au wanasema kwamba tunaruhusiwa kuhudhuria vikao vya aina hivi. Lakini mwaminio ambaye ni kijana anatakiwa akumbuke एक मोमिन और जवान को हमेशा याद रखना चाहिए kwamba yeye asijihusishe katika vikao vya aina hivi. इस किस्म की मजलिसों से बचा के रखें। Vile vile akumbuke kuna mipaka kadhaa, anaendelea asiruke mipaka. Baadhi wakati के अंदर हैं matukio ya aina hii yanapatikana katika jumuiya pia kwa sababu ya mahusiano mbaya. Vijana wetu कि बुरी सोबतों और ख़राब मजलिस की वजह से katika और हमारे नौजवान ujana wao, wanapoingia katika umri wa ujana wao, baadhi wakati wanafanya harakati na amali ambazo zinawadhuru watu wengine na zinawaudhi majirani au zinawaudhi watu wa kawaida. या किसी जगह गए तो Ikiwa inapojulikana kwamba huyu ambaye alifanya kitendo hiki ni mwanajumuiya, katika hali hii mtu yule anakuwa fedheha kwa ajili ya jumuiya. Basi wazazi जमात की बदनामी का बायस बन जाते हैं ऐसे लोग। wanatakiwa wachunguze vijana wao wanakaa katika hafla zina gani, ili wale vijana ambao wanaingia katika umri wao wa ujana wao waweze kuipukana na vikao ya aina hivi na mahusiano ya aina hii. बुरी सोबतों और मजलिसों से महफूज रहें। Vile vile inatakiwa vikao vizuri vipangwe nyumbani kwa ajili ya malezi. लगानी चाहिए जो हमेशा तरबियती नुक्ता नज़र से। Kisha Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema, फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ikiwa फरमाया कि जब कोई कौम watu wanakaa misikitini na wanasoma Qur'ani tukufu, basi Mungu atateremsha utulivu juu yao बैठी हो na rehema ya Mwenyezi Mungu itawafunika, सकीनत नाज़िल फरमाता है na malaika wanafanya kivuli juu yao. और फरिश्ते Hazur anasema kwamba hii ni fadhili za Mwenyezi Mungu. Jumuiya inapata nafasi mara kwa mara की जमात को ऐसे मौके मुयस्सर आए duniani kote ambamo jumuiya inafanya vikao mbalimbali, jalsa mbalimbali na ijtimaa. Katika मुनक़िद करती हैं इज्तिमा भी vikao hivi vinafanywa mipango kwa ajili ya kuboresha malezi na elimu, na vile vile katika vikao hivi Mwenyezi Mungu इल्म बढ़ाने के लिए भी होते हैं, anatajwa na ये भी होते हैं। आज यहाँ मसलन na leo lajna wanaanza ijtimaa yao. Lajna pia wanatakiwa wakumbuke kwamba lengo lao linatakiwa liwe हिस्सा kuboresha dini, na wale wanawake wanahudhuria wao pia wakumbuke wao hawaendi kwa ajili ya kusherekea sherehe ya dunia, bali wao wanatakiwa watimize lengo la kuja katika ijtimaa. अपने इज्तिमा पर आने का मकसद Waendelee kufanya vikao vya elimu hata kama hakuna kipindi kinaendelea kule katika ijtimaa. Wao katika hali hii, katika hafla zao, badala ya kuzungumza mambo ya ovyo na mambo ya hapa na pale, wao wanatakiwa wazungumze mambo ya maana, mazungumzo yenye maana, na wasipoteze muda wao. और लघु बातों से हमेशा परहेज करें और अपने वक्त
ज़ाया करने से उनसे Mtume sallallahu alaihi wasallam हज़रत सल्लल्लाहु akasema एक मौके पर फरमाया कि जो लोग किसी मजलिस में बैठते हैं watu wanakaa katika kikao na hawakumbuki Mwenyezi Mungu, वहाँ जिक्र इलाही नहीं करते, na wale wanaokuja katika ijtimaa wakumbuke. हसरत से देखेंगे. बस इज्तिमा पर आने वालों को याद रखना चाहिए ये मेरे नहीं आने के मकसद को पूरा करें. वक्त हंसी ठट्टे और फजूल गुफ्तगू में गुजारने के बजाय ज़्यादा वक्त जिक्र इलाही नेकी की बातों का ili vikao wetu katika siku ya Kiyama हमारी मजलिस है Mwenyezi Mungu asione vibaya. कभी हसरत से देखी जाने वाली मजलिस है ना, Vikao wetu tuwe kama tunaendesha juu ya takwa ya Mwenyezi Mungu. वालों को की सोबत में वक्त गुजारने की Katika riwaya moja हाँ हजरत Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, नसीहत फरमाई. एक रिवायत में आता है msikae na mtu yote isipokuwa na muumini, कि तुम मोमिन के सिवा किसी और के साथ न बैठो और मुत्तकी के सिवा कोई और तुम्हारा खाना न खाए. na mtu anapokaa katika dunia anakutana na watu mbalimbali, उससे anakaa na waaminio, anakaa na sio Waislamu. मिलता भी है इंसान. गैर मुस्लिमों के साथ भी उठना बैठना Haiwezekani ya kwamba awe bali moja kwa moja na ambao sio Waislamu. कि गैर मोमिन के साथ उठे बैठे ना. Mungu akasema ya kwamba lakini mnatakiwa zaidi kukaa na watu ambao ni waaminio na wanafuata njia ya Mwenyezi Mungu. मानने मजबूत हो और तकवा पर चलने Na Masihi aliahidiwa alayhi salatu wassalam akasema की तकवा में आगे बढ़ो. kurekebisha nafsi. इस्लाम फरमाते हैं Akasema ya kwamba fuateni kunu maasadikin, सही है कि कौन kae na watu wema, जो लोग na wale ambao wanafuata ukweli kae nao, हाली रंग में सच्चाई पर कायम हैं, na maneno yao yatakuwa ukweli, यानी उनकी बातें भी सच्चाई पर मबनी हों, उनके अमल भी na wataonyesha ukweli kwa kila hali. से उनकी हर हालत से सच्चाई जाहिर होती है. Na akasema ya ayyuhalladhina taqullah, फरमाया कि इससे पहले फरमाया enyi mlioamini अल्लज़ीना आमनू mcheni Mwenyezi Mungu. Mradi wake ya kwamba kwanza pateni imani प्यार करो. इससे ये मुराद है na kae na watu wema, फिर सुन्नत के तौर na ile na urafiki na watu wema au watu ambaye inaleta mabadiliko. बड़ा असर होता है. जो अंदर Na kama mtu anaenda katika machezo mbaya, शख्स हर रोज कंजरियों के यहाँ जाता है और फिर कहता है कि क्या मैं ज़ना करता हूँ, मैं ज़ना si ya kwamba anaenda kufanya vitendo vibaya, lakini कि हाँ siku moja करेगा. anaweza kuingia katika haya mambo, kwa sababu kama mtu anakaa na watu anashika, anapata soba yake. तरह पर जो शख्स शराब खाने में जाता है Lakini siku moja itakuja kama yeye anakaa na watu ambao wanaokunywa, siku moja pia yeye ataanza, बस हमेशा बुरी na inakuwa na watu ambao sio waaminio katika mambo ya dunia, tunakuwa na uhusiano nao. गैरों के साथ ताल्लुक है, लेकिन इन ताल्लुकात में Na hii si ya kwamba lazima katika kila kikao chao lazima tuhudhurie. भी इंसान जाना शुरू कर दे. बहुत सी बुराइयां इन फजूल मजलिसों में शामिल होने से होती हैं. बल्कि यहाँ Na baadhi wa kina mama wazungu wakasema ya kwamba हमारे बाद औरतों ने इस बात का watoto wao walikuwa wema, lakini kama walianza kukaa na watoto wabaya, दोस्तों की वजह walianza kupata tabia mbaya. से और गंदी मजलिस. Hata wao wanatambua kitu hiki, इन लोगों को भी na lazima tufikirie majambo hili पैदा हो रहा है. इसलिए हमें तो na kuzuia kitu hiki. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, इस चीज को रोकने के लिए msikae sana na watu ambao hawana dini, na mshirikiane nao sana. में बैठना, खाना पीना, Ndiyo, kama mnataka kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu, lazima uwe na uhusiano nao, के लिए देख na kama ninyi hamna uhusiano nao, hamwezi kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu. इसके बगैर तबलीग नहीं हो सकती. लेकिन इसके लिए Na hii kikao ya wema inaleta athari mzuri, ये नेकी की मजालिस फिर अपना
अपना असर छोड़ किए। na ambao wanaoshiriki katika vikao hiki wao baadaye wanaeleza, watu wakubwa wengi wanaeleza ya kwamba Al-Masih Maud alayhi salatu wasalam akasema, akasema kama mtu anakaa na mtu mema lakini ambaye anaacha kikao cha watu wema na anakaa na watu wabaya na anaingia katika tabia zao. Kwa hiyo katika Qur'an tukufu na katika hadithi Mungu akawahadhirisha watu wasikae na watu wabaya, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema ya kwamba kama mnakaa na watu wabaya basi haraka kama mnaona ondoke ni toka ile kikao. Na inatakiwa Masih al-Ahdi alayhi salatu wasalam Mwenyezi Mungu anatuma malaika katika dunia, na wao wanaporudi kwa Mwenyezi Mungu na Mungu anawauliza mliona nini, na wakasema ya kwamba tumekuta watu walikuwa pamoja wanakumbuka wewe, lakini kuna mtu tulimkuta hakuwa na kati yao. Na Mungu akasema ya kwamba kama yeye alikuwa nao basi yeye pia atapewa ile daraja ile huba toka Mwenyezi Mungu. Basi ambao wanaokaa na waaminio wao wanapata mapenzi toka Mwenyezi Mungu na wanabarikiwa. Na Masih Maud alayhi salatu wasalam akasema ni watu ambao wanakumbuka Mwenyezi Mungu na ulimi wao, lakini inaonekana kati yao ndani yao kuna hawaamini Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni muhimu sana ombeni maarifa toka Mwenyezi Mungu na maombi, na hamwezi kupata maarifa toka Mwenyezi Mungu kama hamtajua ya kwamba kama mnakata uhusiano yenu na Mwenyezi Mungu ni sumu kabisa. Akasema ya kwamba vikao vyote kama mnakaa na mnaona ya kwamba inaleta mambo mbaya katika mioyo zenu, tujue ya kwamba hamwezi kujipusha isipokuwa na maombi, na kama hakuna msaada wa Mwenyezi Mungu hamwezi kukaa. Na sala tunaosali mara 5 hii pia inaashiria ya kwamba ikiwa hatalinda ile sala hawezi kupata ile sababu yake. Na maadhi ni kitu ni ile, hata ile moyo yenu inaanza kuhisi ya kwamba wewe kubele ya Mwenyezi Mungu. Na fanyeni juhudi sana ile rika ile ipatikane katika sala. Ikiwa ataonyesha udumu na ile mambo ya nafsi ya mara inaanza kupungua, na ambaye yeye na Mwenyezi Mungu ana uwezo kuondoa ile mambo yake mabaya. Na Mwenyezi Mungu anaweza kujipusha yeye katika mambo mabaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na tabia, na yeye pia anaomba sana mbele ya Mwenyezi Mungu, Allah wewe ni utakatifu, na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu
mimi naomba maghfira toka kwako ही देता हूँ कि तेरे na mimi naelekea kwako. मैं तुझसे मग़फ़िरत का Na तलब akasema और तेरी तरफ kuna maneno फिर एक मौके पर ya akasema mara tatu kama anaondoka ile kikao, जिसने भी उनको अपनी मजलिस से उठते हुए 3 मरतबा पढ़ा na ile maombi yote Mwenyezi Mungu ataondoa kama yeye alifanya katika ile kikao. इनको ढांप देगा और जिसने ये कलिमात किसी खैर की मजलिस में और जिक्र Na ile maneno ni तो इनके subhanallah wa la ilaha illa anta ये हैं astaghfiruka wa atubu ilaik. ला इलाहा Mwenyezi Mungu, wewe ni utakatifu, wewe hakuna Mungu mwingine, अल्लाह तू अपनी हम mimi naelekea kwako. तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तुझसे Na ile maneno baadhi haipendezi maneno kati yangu, में tuondoe. जो नापसंदीदा हो जाती हैं उनके बाद असरात से भी उनसे माफ़ी और ये कि दुआ जो पसंदीदा बातें हैं उनके बाद असरात से na unipatie ili niweze kufaidika na maneno mazuri. Masihi alayhi salatu wassalam akasema, ikiwa hakuna Mungu sio pamoja na wewe, huwezi kupata utakatifu. ही नहीं होती, इसलिए हर वक्त Mwenyezi Mungu atupatie uwezo की मदद ili tuwe mbali na vikao vya mabaya, तौफीक दे hata kama ikiwa kwa makosa tumekaa nao. और अगर कभी अनजाने में शामिल हो जाएं Mwenyezi Mungu atusamehe na tufanye bidii tutafute vikao हमेशा पाक मजलिस vinakuwa na matokeo mazuri. और उन पाक मजालिस की Mwenyezi Mungu atulinde kila siku na shetani, अल्लाह ताला हमें हमेशा शैतान के हमलों से बचाए na tuunganishe na nizame jamaat na nizame khilafat. और खिलाफत से जोड़े रखे और हर Khalifatul Masih anasema ya kwamba baada sala nitasalisha sala jeneza moja, गायब भी पढ़ाऊंगा जो yani toka Afrika, हमारे Bilal Abdul Salam, अफ्रीकन एमपी anakaa katika USA. अब्दुल साहब का है, फिलाडेल्फिया यूएसए में रहते थे ये, Katika mwezi wa Septemba alifariki. तो उनकी Alikuja katika mkutano wa USA. कि इस साल जलसा यूके पर भी आए थे और पहले रोज शाम को जो पैन अफ्रीकन एसोसिएशन का प्रोग्राम जारी Ghafla alipata ile maradhi ya, मालिक का हमला हुआ, तबीयत नासाज हो गई फौरी तौर पर, na pia alikuwa katika hospitali, na pia alikuja kuniona. आज भी रहे ये, कुछ तबीयत बेहतर भी हो गई थी और बज़ाहिर उसने मुझे मिलने Baadaye akaenda Amerika. बज़ाहिर से नहीं लग रहे थे, उसके बाद अब वापस अमेरिका चले गए। Yeye alizaliwa katika 1934 Florida. आप 1934 में फ्लोरिडा में पैदा हुए, 6 Alikuwa kama miaka 8, alikaa katika boarding साल की उम्र में बोर्ड na akasoma. बाइबल की तालीम हासिल, Pia alishiriki katika army, दीगर मुलाजमतें इख्तियार की। na alafu baadaye alikuwa minister wa gospel. 1957 में मिनिस्टर ऑफ गॉस्पेल बन गए। 1960 alikutana na mtu ambaye alikuwa Muislam Sunni. 1960 में उनकी एक सुन्नी मुसलमान से मुलाकात हुई जिसने उन्हें जमात का शायशुदा कुरान करीम दी। Yeye aliona ile Quran tukufu ya Jamaat, na akauliza yule Sunni, ni nani wakina hawa ambao wanao ye Quran tukufu? Yeye akaelezea ya kwamba hawa sio Waislamu, lakini एक अहमदी का पता किया, वो की दुकान पे पहुंचे, वहाँ हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम na yeye akaeleza kuhusu Masihi aliyehadi alayhi salatu wassalam. Baadaye alijiunga na Ahmadiyya, और इमाम रहती हैं। बहरहाल उसके बाद na pia tena Philadelphia akafanya mahubiri. फिलाडेल्फिया में फिर तबलीग के काम करते, Alikuwa na hamu sana kujifunza Quran tukufu, कुरान करीम सीखने का भी बड़ा शौक था। वो 4 घंटे की na anakuja toka mbali, anajifunza na Quran tukufu na ile kwa mwenyekiti wa Jamaat Philadelphia. इसी तरह आप सदर जमात फिलाडेल्फिया और नेशनल नामदा में वफ़े दी तरबियत Pia alikuwa wakfe zindagi, akafanya zindagi wakf. आप जिंदगी वक्फ करके कुछ अरसा बाल्टीमोर में
na halafu akaendelea na mahubiri na watu wengine. Alikuwa anafuata sana nizame jamaat, anakuwa na utii sana, na katika 1975 akaenda Kadian katika mkutano, na katika ile kujenga msikiti wa Philadelphia akafanya bidii sana. Na kila wakati anakuwa na hamu ya kwamba wajenge msikiti haraka sana. Mke wake Mrs. Sistan ni pastor, sio Ahmadiyya, lakini walikaa vizuri kila wakati. Ana watoto wawili na wasichana wawili, na mtoto mmoja alijiunga 1993. Kuna mtu Abdullah Dhiba anaandika kuhusu ile Abdul Salam. Alikuwa na mtu mzuri, anawapenda kila mtu, na pia anakuwa na hamu sana kufanya kazi ya jumuiya. Na vijana wengi walipata tarbia toka kwake, na vijana wengi wale sasa wanashiriki katika mambo ya jamaat. Alipokuwa Nauma alikuwa katika hospitali, na akasema ya kwamba kila wakati Qur'an tukufu awe pamoja naye juu ya kitanda chake. Na yeye alipopata afya akasema ya kwamba kuna baadhi kazi, kuna mambo nataka kutekeleza, na kila wakati anakuwa na furaha na tabasama. Mwenyezi Mungu ampatie daraja njema, na watoto wake, Mwenyezi Mungu ajalie watoto wake wengine waweze kujiunga na jamaat. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.